lakini labda niko hapa kwa ajili ya kutoa wosia kwa binti yangu, kwa sababu sitakuwa na nafasi nyingine tena, atakuwa ameenda kwa mumewe. Kwa hiyo kwa sababu nimepata nafasi ya mwisho, natoa wosia mbele ya kusanyiko. Jina la Bwana litukuzwe. Naomba tusimame tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mkuu na mwokozi wetu, Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru sana Mungu kwa shukrani za kipekee sana kwamba usiku wa leo umetujalia kuwepo mahali hapa. Hapo awali hatukujua kwamba tungeweza kusimama hapa katika saa hii, lakini tumefundishwa na nabii ya kwamba kila jambo linalotendeka hapa litendeke. Na kwa sababu jambo hili uliliona kimbele, tuko hapa sio kwa bahati mbaya, ila Mungu uliamua iwe hivyo. Na nasimama hapa Baba kama mzazi wa binti huyo Maranatha tunayemwaga siku ya leo. Naomba sasa ukanibariki kwa vile mchungaji ameniruhusu kwamba nisimame hapa mbele za kusanyiko kwa ajili ya kumwaga binti yangu. Naomba sasa wako ukashuke ukanitie mafuta Bwana, ili wewe wosia huu sio wa kwangu, ili ukawe ni wa kwako. Lakini kupitia kinywa hiki wakati nazungumza na binti yangu Maranatha, hebu mazungumzo haya yakawe kwa ajili ya kusanyiko lote. Naomba ukabariki neno utakalosomwa, ukabariki ibada hii fupi ya kumwaga binti huyu. Napoomba katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana mwokozi wetu. Amen. Jina la Bwana tukuzwe. Yatakuwa ni machache sana. Ni wosia. Dada Maranatha, unisikilize, asili ya nini? Ya ndoa. Tunasoma katika Mwanzo 1 mstari wa 26 na 27. Soma katika jina la Bwana. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu akamuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Amen. Naomba tuketi. Kwa kitu cha kwanza kuumbwa ilikuwa ni mwili wa kiroho. Yeye ni Mungu anasema maneno haya, tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Sasa lazima urudi kwenye maandiko. Mungu ni nani? Biblia inasema Mungu ni nini? Ni roho. Kwa huyu mtu ambaye anafanana na Mungu, ambaye ameumba kwa mfano wake, kwa sura yake, ni mtu wa kiroho. Jina la Bwana libarikiwe. Kitu cha kwanza kabisa kuumbwa ilikuwa ni mwili wa kiroho, na mwili huu ndio uliopewa jina. Huo mwili wa kiroho ulipewa nini? Jina. Huyo mtu alikuwa anaitwa nani? Tunasoma katika Mwanzo 5 mstari wa 1 na wa 2. Mchungaji, Mwanzo 5 mstari wa 1 na wa 2. Tuangalie huyu mtu wa kiroho alikuwa anaitwa nani? Wa kwanza na wa 2. Ndiyo. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu aliomba mtu kwa sura ya Mungu akamfanya. Mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. Kwa hiyo jina Adamu ni jina la mtu wa kiroho, akaitwa jina lake Adamu. Kwa hiyo kitu cha kwanza kuumbwa ilikuwa ni mwili wa kiroho, na mwili huo ndio ukapewa jina ukaitwa Adamu. Maana yake ile jinsia ya kiume katika ule mwili inaitwa Adamu, na ile jinsia ya kike katika ule mwili inaitwa nini? Adamu. Kwa wote waliitwa Adamu siku ile ambapo Mungu aliwaumba. Baada ya hapo ukaumbwa mwili wa nyama, na mwili huu hakupewa jina. Huu mwili tulionao ulikuja baadaye, lakini huu mwili kwa bahati mbaya haukupewa jina. Mwili huu wa nyama ulichukua jina la ule mwili wa kiroho. Mwili huu ulikuwa na jinsia mbili. Tunaenda tu Mwanzo 2 mstari wa 7. Mwanzo 2 mstari wa 7. Tufuatane kwa maandiko kidogo. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akapulizia pumzi puani,
akapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa ule mwili wa kiroho hauna, kwa sababu roho huwa haina mwili. Kwa hiyo ili sasa mtu afanye kazi, ilibidi Mungu aumbe mwili ambao utakuwa na mikono, utakuwa na miguu, utakuwa na midomo. Akaumba katika Mwanzo 2:7. Ni sanamu fulani aliliumba, lile sanamu halitembei, halisemi. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Lile sanamu limeumbwa katika Mwanzo 2:7. Ni kama nyumba unapojenga. Nyumba huwa haisemi. Hasa mtu yuko kule mbali, nyumba ikikamilika ndio anakuja kuingia ndani ya hiyo nyumba. Lisanamu lipokamilika ndipo ule mwili wa kiroho ulioumbwa katika Mwanzo 1:26 na 27 wenye jina Adamu ndio ukaingizwa ndani ya hilo lisanamu. Baada ule mwili wa kiroho ambao inaitwa nafsi hai ulipoingia ndani ya lisanamu, lisanamu likaanza kutembea. Lisanamu likaanza kutembea, likaanza kusema, likaanza kufanya kazi. Kwa hiyo huyu mtu, huu mwili haukuwa na jina, likachukua jina, likarithi ile jina la ule mwili wa ndani. Ndio maana ule mtu akaitwa Adamu. Lakini ule mwili sio Adamu. Adamu ni ule mwili wa ndani ambao umepewa katika Mwanzo 5:1-2. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ule mwili wa kiroho wenye jinsia mbili ukaingizwa ndani ya mwili wa nyama, kwa sababu ule mwili wa kiroho usingeweza kulima. Kwa hiyo umeingizwa ili mwili ufanye kazi. Tunasoma hapo katika Mwanzo 2:15. Mwanzo 2:15. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda yote ya kila mti wa bustani mwaweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sasa unaona huu mwili huu ambao sasa inabidi ulime, ufanye kazi, unapewa masharti. Nimekuweka katika bustani ya Edeni ambao mwili huu ndani yake uko ule mwili wa kiungu wa kiroho. Anasema kula matunda yote unaoona hapa, lakini ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Akamaliza hapo. Lakini wakati anatoa agizo hili alikuwa bado hajatenganisha jinsia. Ina maana kwamba ule mwili wa ndani, jinsia ndani ya kike ilisikia agizo hili ikiwa ndani ya ule mwili. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo unaona umepewa hiyo agizo. Lakini baada ya agizo hili kutolewa ndipo anakwenda kutenganisha jinsia. Ile jinsia ya kike sasa anaiondoa katika ule mwili. Maana mle ndani kuna jinsia mbili. Kwa akatenganisha. Tunaposoma katika Mwanzo 2:18. 18. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sasa nitamfanyia msaidizi wa kufanana, manake anatoa ile jinsia ya kike anaipa mwili. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini hii jinsia ya kike itakuwa na mamlaka kama tu huyu wa kiume alivyo. Wote wako sawa. Walikuwa wanasema ko-iko. Yaani wako katika majukumu walikuwa wawe sawa. Yaani majukumu ya wa kiume ni sawa sawa na majukumu ya nani? Ya wa kike. Ndio alikuwa mpanga sema atakuwa ni msaidizi wa kufanana naye katika majukumu, katika kazi, katika kila kitu lazima afanane. Amen. Amen. Tusome mstari wa 21 mpaka 23. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono. Umesoma pengine Mwanzo 2. Mwanzo 2 mstari wa 21 mpaka 23. Bwana Mungu akasema, Bwana Mungu akamwekea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akamfunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamletea
akamletea kwa Adamu. Unaona, huo sasa ilikuwa ndio operation ya kwanza duniani. Mungu mwenyewe anafanya operation. Ilibidi kwamba yule Adamu awe nusu kaputi, amemlaza usingizi ili atoe ile jinsia ya kike ndani ya huo mwili. Baada ya kutoa ile jinsia ya kike, sasa hapa soma katikati ya mstari, Adamu yuko pale, kwa akachukua ile jinsia, akachukua ile mwanamke ambaye ametokana na Adamu ule ubavu. Sasa yeye ndio Mungu akamchukua mwanamke akampeleka kwa nani? Kwa Adamu. Amen. Adamu hakujichagulia, alipelekewa na nani? Na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Sasa endelea mstari unaofuata. Kwa hiyo mwanamume, soma mstari wa 23. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mfupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Amen. Kwa sababu Adamu alikuwa ni Mungu, alikuwa anatoa majina kwa kila kitu. Sasa hii jinsia ambayo ilikuwa ndani yake inapewa mwili, sasa haina jina. Ndio akasema huyu, alipomwangalia akakuta anafanana sana na yeye. Amen. Akasema kwa hiyo huyu ni nyama katika nyama yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Akasema ni mfupa, kwa hiyo katika mfupa wangu. Anaona ni sawa na yeye jinsi alivyo, kwa akampa jina, akamwita jina lake nani? Mwanamke. Hakusema Hawa. Ningewauliza leo kwamba mke wa Adamu katika bustani ya Edeni alikuwa anaitwa nani, wengi wangesema alikuwa anaitwa Hawa. Sio kweli, hakuwahi kuitwa Hawa. Mke wa Adamu kwenye bustani ya Edeni alikuwa ni Adamu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Alikuwa nini? Ni Adamu, kwa sababu siku alipowaumba mwanaume na mwanamke akawapatia jina lao Adamu. Sasa hili Hawa alipewa baada ya anguko, kwa sababu anatakiwa atii, asile matunda ya ule mti ili aendelee kuitwa Adamu. Lakini alipokaidi huyu mwanamke, hakutii ile agizo, hata jina likapotezwa, akapoteza hadhi ya kuitwa mwanamke, akapewa jina akaitwa akaitwa Hawa. Hawa ni mama wa wote walio hai. Amen. Lakini Adamu sio baba wa wote walio hai. Amen. Kwa sababu ni kweli kwamba Kaini hakuwa mtoto wa Adamu. Ukisoma maandiko alikuwa ni mtoto wa nyoka. Amen. Na ukiwa mwaminifu katika maandiko, ukisema katika Mwanzo 1 mstari wa 11-12, anasema kila mche uzae kwa jinsi yake kufuatana na mbegu iliyoko ndani yake. Kwa hiyo mti mwema lazima uzae matunda mema, mti mbaya uzae matunda mabaya. Sasa kama Kaini alikuwa ni mtoto wa Adamu ambaye alikuwa ni wa Mungu, roho ya uuaji aliipata wapi? Alimuua Kaini. Je, Mungu ni muuaji? Roho ya uongo aliipata wapi? Maana yeye, unajua na maandiko yanasema Ibilisi ni nabii, ni baba wa nini? Wa uongo. Lakini Kaini ndiye alianza kudanganya pale. Anamdanganya nani? Jina Bwana libarikiwe. Amen. Sasa hatuendi huko. Tunataka kujua ni kwamba mwanamke hakutii neno ambalo amepewa na nani? Na Mungu. Na kwa sababu hakutii, akafukuzwa katika Edeni na mwanamke. Kwa hiyo mwanamke akapoteza hadhi ya kuitwa mwanamke, akaitwa nani? Akaitwa Hawa. Mwanzo 3:20. Huyu mwanamke sasa anaitwa Hawa, manake ni mama wa wote walio hai. Ukisoma hapa mstari wa 24, Mwanzo 2:24, anasema kwa hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana nani? Na mkewe. Ni neno baada ya anguko. Ataambatana nani? Na mumewe, na hao baadaye watakuwa mwili nini? Mmoja. Ukienda kwa Waefeso 5, Paulo anasema, anzia mstari wa 31, anasema si mnakumbuka imeandikwa katika maandiko, mtu atamwacha baba na mama, ataambatana na mke wake, na watakuwa mwili mmoja. Paulo anasema siri hiyo ni kubwa. Mimi ninanena habari za Kristo na kanisa.
Kwa unapomzungumzia mwanamke manake kanisa, unapomzungumzia mwanamume manake Kristo. Ukirudi katika bustani ya Edeni manake Adamu alikuwa ni Kristo na yule mwanamke alikuwa ni nini? Ni kanisa. Kwa maadamu yule mwanamke alitii mume wake, alimtii Mungu, aliendelea kuitwa nini? Kanisa, mpaka alipoingiwa na roho ya kutokutii akapoteza hadhi ya kuitwa nini? Kanisa. Amen. Kwa akaitwa nani? Hawa. Sasa tunazungumzia kanisa kwa sababu unajua ukisoma katika Mwanzo 3:15 kuna laana inatolewa kwamba mtakulaani wewe nyoka kwa sababu umefanya tendo hili, utatembea kwa miguu sasa, naondoa utendea kwa tumbo, naondoa miguu yote na kila kitu. Alafu na wewe mwanamke tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Sasa watu hawajui, wanajiuliza hii ni nini? Kwa sababu kama hauko uzinzi umefanyika pale, kwa nini walipofanya tambo ile wakula tunda wakawa uchi? Kwa nini akimbilia kwenye uchi? Hivi unaweza ukala tofaa ukawa uchi? Wanasema ulikuwa ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Kwa haukuwa mti wa kawaida. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Haikuwa mti wa nini? Wa kawaida. Lakini baada ya kula ile tunda anakuja anatoa laana na kulaani wewe nyoka, umetenda hili ndio umesababisha kuzaliwa huyu Kaini. Lakini na kulaani wewe mwanamke kwa sababu umetenda jambo hili. Hakumlaani, alimwambia utapata uchungu wakati wa nini? Wa kuzaa. Kama ukuwa uzinzi, kwa nini kama ni tunda la kawaida laana inakuja apate uchungu wakati wa kuzaa? Hapo anaambia tamaa yako itakuwa kwa nani? Kwa mumeo. Sasa hii laana ambayo imetolewa katika Mwanzo sura ya 3. Amen. Amen. Ukisoma Biblia kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka Malaki, Agano la Kale, ni sura ya 3 tu ya kitabu cha Mwanzo wanazungumzia habari za nyoka. Haijazungumzwa tena popote pale. Lakini ile laana inakuja, anasema nitaweka uadui kati ya uzao wa nyoka. Una uzao. Uzao unatoka wapi kama kwa uzinzi umefanyika pale? Ana uzao nyoka. Nitaweka uadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke, uzao wa nyoka utaponda kisigino, uzao wa mwanamke. Alafu uzao wa mwanamke utaponda kichwa, uzao wa nini? Wa nyoka. Hii laana imekuja kutimia katika Agano Jipya. Sasa kitabu cha kwanza cha Agano Jipya ni nini? Mathayo, si ndio? Ile sura ya 3 ya Mathayo, kule sura ya kwanza ya 3 ya Mwanzo inazungumzia habari za nyoka. Sasa katika Agano Jipya sura ya 3 ya kitabu cha Mathayo inazungumzia habari za uzao wa nyoka. Ukisoma kuanzia 3, sasa wale ni watu sasa. Tena Yohana alipoona wengi wa Mafarisayo na Masadukayo wakiuendea ubatizo wake, akawaambia enyi wazao wa nyoka. Ni watu. Anasema msijite wana wa Ibrahim kwa sababu anaweza kumunulia Ibrahim watoto kutoka kwenye mawe. Nyinyi ni mazao ya nyoka, sio Ibrahim. Kwa sababu gani? Ile laana inakwenda kutendeka sasa, kutimizwa. Ndio maana kwamba uzao wa nyoka walikuwa wanaenda wapi? Mtoni kwa Yohana. Kule ndiko ndio alikokutana. Wakati uzao wa nyoka kwenda kwa Yohana, Yohana sema ninyi ni wazao wa nyoka. Mwawezaje kunena mema wakati mmekuwa wabaya? Lakini pia uzao wa mwanamke ukaenda mtoni, Yesu Kristo. Sasa Yohana akatambua hawa ni mazao ya nyoka, kayaambia. Alipomwona Yesu Kristo anasema sisitahili hata kufungua gidamu za viatu vyako. Amina. Naona kwa sababu uzao wa nyoka sasa na uzao wa mwanamke, Kristo Yesu ni uzao wa mwanamke, hakuna baba. Wanakutana sasa katika Mathayo kwenye ubatizo. Kwa sababu inabidi laana itimie kwamba huyu nyoka aponde kisigino cha nani? Cha uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke ni Kristo, ni Yesu Kristo. Akapigwa kisigino, akapelekwa msalabani. Amina. Lakini Yesu alipofufuka akameponda kichwa uzao wa nyoka. Hauna uwezo naye tena. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaona hiyo laana inatimizwa mahali pale. Ni watu. Kwa hiyo tunazungumzia asili ya ndoa. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Sasa wakati inatimizwa, Yesu ameshafufuka sasa. Kwa ikarudishwa tena Edeni, ambapo sasa mwanamke alirudi kuitwa nini? Mwanamke. Amina. Unaona? Kwa sababu tayari ile laana imetimizwa, kwa Mungu amejitwalia utukufu, nyoka amepigwa kichwa, sasa ikabidi irudi Edeni upya. Amina.
Ndio maana unasikia kwa kanisa la Rumi. Amina. Kanisa tumesema nini? Mwanamke. Yaani wakati ule Warumi wanasema kwa mwanamke wa Rumi, yani kanisa la Rumi. Waliomwamini Yesu Kristo walioko Rumi waliitwa kanisa. Kulikuwa hakuna michanganyo. Kwa kanisa la Kolosai. Amen. Mwanamke wa Kolosai. Kwa kanisa la Tesalonike. Ikaendelea hivyo hivyo. Kwa kanisa la Galatia mwanamke. Amen. Amina. Lakini baadaye lile kosa lilotendeka katika Eden, ambapo huyu mwanamke akachanganya mbegu ya nyoka na ya Adamu, akapoteza hadhi ya kuitwa nini? Mwanamke. Akaitwa Hawa. Ni wa kimwili. Unakuja wakati ile Eden inarudi mara ya pili wakati wa Kristo, ikapita miaka 325. Amina. Wakafanya mkutano pale kwenye baraza la nini? La Nikea. Wakachanganya Ukristo na upagani. Amina. Kama walivyochanganya zile mbegu. Baada ya siku 15 ya mkutano ule, unaona, wakasema hawa watu watakofuata haya makubaliano sasa, kwa sababu wamechanganya upagani wa Kristo, wakapoteza hadhi ya kuitwa kanisa, wakaitwa waitwe Wakatoliko. Wakatoliko manake wa dunia nzima. Ndio maana Katoliki manake dunia nzima, mama wote walio hai. Amen. Kwa Katoliki ni Hawa. Amen. Amen. Wa kiroho. Ni jina ambalo unapewa baada ya anguko. Amina. Kwa ukisema mimi ni Mluteri, maana yake bado uko kwenye anguko. Kwa nini usiseme mimi ni Mkristo? Kwa sababu ukisema mimi ni Mluteri, unatofautiana na Baptist, unatofautiana na Assemblies, unatofautiana na Pentecost. Sasa ni Mungu gani wa tofauti hizi akaitwa Mungu? Kwa hiyo badala mtu kuja mimi ni Mkristo, atasema mimi ni Assemblies. Atasema mimi ni Mluteri, mimi Moravian. Kwa unapotaja hilo jina ambalo huwezi kulikuta kwenye maandiko, manake uko kwenye anguko. Ndio maana wakati wa Yesu Kristo, amen, amekuta Mafarisayo, Masadukayo ambayo huwezi kuyaona kwenye Agano la Kale. Alipokuja alisema tokeni kati yao. Kwa watu wakatoka kwenye Farisayo, wakatoka kwenye Sadukayo, wakaitwa wanafunzi wa Yesu Kristo, na yeyote aliyetoka alitengwa na masinagogi. Amina. Katengwa na madhehebu yao. Nakwambia ndugu dada, kama utaamua kulifuata neno kama lilivyo, utafukuzwa kwenye dhehebu lako. Kwa sababu yale yana mafundisho ya wanadamu ambayo huwezi kuyakuta kwenye neno. Lakini kama hutaki kufukuzwa kule, unaamua ubaki huko huko, basi lazima ukubaliane na mafundisho yao, hata kama unaona ni kinyume na neno. Vinginevyo watakufukuza. Na kama utaamua kulitii, watakufukuza. Na kama hutaki kuliacha neno la Mungu, basi wewe mwenyewe utatoka. Kuna mambo mawili tu. Unapotaka kulitii neno la Mungu, aidha ufukuzwe au utoke mwenyewe ili ulishie neno. Kwa haya mambo yanatokea hapa sio ya kawaida, ametoka mtakiwa kulijua, kafuatieni maandiko. Tunazungumzia hapa habari za ndoa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu alitaka tuishi hapa duniani milele. Baada ya anguko sasa pale ameruhusu watu wazaliane kwa kujua na kimwili. Amen. Kwa sababu Adam hakuzaliwa kwa kujua na kimwili. Wala Hawa, huyo mwanamke yule, hakutokea hivyo. Mungu asema aliwaumba. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Mungu ndipo alitaka iwe hivyo, lakini baada ya anguko ndio akaruhusu watu wazaliane kwa baba na nini? Na mama. Lakini haukuwa mpango wa Mungu, ni mpango wa kujiruhusia. Na mpango wote ambao sio wa Mungu mwisho wake ni kifo. Amina. Ndio maana tunakufa. Isingetokea hivyo tusingekufa, tungeishi milele mahali hapa. Amina. Amen. Sasa mnasema hayo yana uhusiano gani na Maranatha? Yapo hapa, nakuja sasa hivi kidogo. Amen. Amen. Kwa baada ya kutenganisha hizi jinsia ndio kutokea hilo anguko, kama tuliposoma mahali hapo. Ndugu, kafuatieni maandiko. Kuna watu ni washupavu wa dini, kwa sababu dhehebu lake linasema hivi, ataamua kulifuata dhehebu, lakini neno hata kama linapinga, hapana. Ukisoma katika Yohana 12:48 anasema mimi simhukumu mtu siku ya mwisho, ila lile neno nilo lisema ndilo litakalo mhukumu mtu siku ya nini? Ya mwisho. Lakini maandiko anasema kuna mafundisho ya wanadamu. Ukienda katika Mathayo 15:7 anasema hawa wananiabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Je, ni nani kati yetu akapiga magoti akamuuliza Mungu, haya mafundisho ya wanadamu ni yepi ambao mtu akiyafuata hata anamwabudu Mungu bure? Hakuna mtu anayehusika na jambo hili. Lakini hili neno ambalo limesema hata kama utalipinga leo,
utakutana nalo siku ya hukumu, kwa sababu maandiko yanasema neno halitapita bure. Kila kitu kitapita, kwa sababu itakuwa na kazi ya kuhukumu siku ya mwisho. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kwa hiyo kulikuwa sasa tunakuzungumza, tunakuja habari za Maranatha, kwa anasema unaona, baada ya yule mwanamke kutokutii ikatokea nini? Adhabu. Ikatokea nini? Laana. Manake nini? Maranatha si ni mwanamke, ni kanisa. Usipomtii mumeo utapata laana. Amen. Usipomtii mumeo utapata anguko. Hakuna njia yoyote, kwa sababu huyu ambapo hakutii neno alipata anguko. Amina. Na Mungu ni yule yule, habadiliki. Ndio maana nazungumzia habari za mwanamke utii. Hazungumzi mwanaume kwa nini? Kutii, kupenda. Kwa hiyo tunapozungumzia kwenye bustani ya Edeni alikuwepo mwanamume na mwanamke, maana yake alikuwa ni Kristo na nini? Na kanisa. Amen. Je, Adamu alikosea? Ni mwanamke, kwa sababu alipokula ile tunda Mungu anakuja anauliza, mmefanya nini? Adamu uko wapi? Niko huku, niko uchi. Nani kakwambia uko uchi? Asema huyu mwanamke. Adamu alikuwa na jasiri, wala Mungu hakupinga. Huyu mwanamke ambaye umeniletea mimi, sikuchagua Mungu, wewe umeniletea, huyu ndio ameniletea matatizo. Amen. No, na Mungu hakubisha, kwa sababu hiyo ni kweli, Adamu hakuchagua. Alimletea, asema huyu ndio amenifanya nile. Kwa maana yule mwanamke ndio alifanya kosa. Kwa nini Adamu asikatae? Kwa sababu ameambia usile ule mti. Kwa nini asikatae wakati mke wake amekula? Hawezi kukataa, kwa sababu alisema huyu mwanamke ni nyama katika nyama yangu, ni mfupa katika mfupa wangu. Kama nyama yake imekula, kama mfupa wake umekula, hii atakuwaje salama? Kwa alijua kifo kimeingia, kwa sababu alisema siku mtakapokula mtakufa hakika. Yaani mtakufa hakika. Jina Bwana barikiwe. Kwa Adam akajua kifo kinini kimekuja, kwa hiyo kifanya akaamua kula na yeye ile tunda ili tu amfie mke wake ambaye amekosea. Kwa sababu mwanamke ni kanisa na mwanaume nini? Ni Kristo. Kanisa ndilo lilokosea, hakukosea Kristo. Likatenda dhambi, ikabidi Kristo ambaye hakufanya kosa amfie mke wake. Akaenda msalabani akamfia kanisa ambaye amefanya makosa. Amen. Kwa ni kitu kile kile. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana ukisoma katika Timotheo wa kwanza 2, Paulo anasema Adam hakudanganywa. Amen. Bali alidanganywa ni nani? Ni mke wake. Amen. Ndio akaingia katika hali ya kukosa. Ndio. Amen. Amen. Lakini baada ya damu kumwagika, sasa kuna damu inaita kwa mwanamke aliyekosea ili aingie mahali palipo sahihi. Amina. Kwa hiyo tumeona hapo kwamba uhusiano wa mwanaume na mwanamke ulivunjika baada ya mwanamke kutokutii. Amen. Amen. Kwa hiyo ushawishi huu, unaona, kama nilivyosema, ukaondoa hadhi ya yule mwanamke kuitwa mwanamke, kwa akapewa jina akaitwa Adamu. Sasa Maranatha, binti yangu nilipewa tu na Mungu kwa muda, kwa sababu yeye ametoka kwenye mwili fulani, kumbe ni Joseph. Mimi sikujua, nilikuwa namlea tu, namdekeza, namlea. Lakini sasa unaenda kwenye mwili wako, unasikia? Sikiliza, unaenda kwenye mwili wako. Wajibu wako kwa mume wako ajaye Joseph. Nimesema natoa wosia mwanangu. Wajibu wako tunaupata katika Efeso sura 5, 22 mpaka 24. Efeso. Kwa unapozungumzia Maranatha, maana yake nazungumzia na mwanamke mwingine wa yeyote. Kwa tunazungumzia habari za kumwaga binti. Kwa na mimi kama mzazi najua nimemwambia mambo mengi nyumbani huko katika kukua kwake. Anajua msimamo wangu, anajua wakati ninapochukia, anajua wakati ninapofurahi. Sasa namwaga hapa, nampatia wosia wa mwisho sasa. Efeso 5 mstari 22 mpaka 24. Nasoma katika jina la Bwana. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Maranatha, ukamtii mume wako kama kumtii Bwana, kwa sababu mwanamke ni mfano wa kanisa. Kwa kama vile kanisa linavyomtii mume wake Kristo, ndivyo Maranatha unatakiwa kwenda kumtii mume wako. Mtii kwa kila jambo. Amen. Sasa kama mume wako Joseph ametoka kwa Mungu,
hawezi kukwambia kitu ambacho kiko kinyume na neno la Mungu. Amina. Kama atasema kitu ambacho ni kinyume kwa neno la Mungu, hicho usikitii. Lakini naamini yeye amezaliwa mara ya pili, kwa atakuelekeza kwenye neno la Mungu, atakuelekeza katika mambo ya kiungu. Hilo hutaki kuhoji, hata kama hulielewi, litii kama lilivyo. Amina. Taambia sababu yake ni kwa nini. Endelea ndugu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Sasa inakuja hivi, baada ya mwanamke kutokumtii Mungu, maandiko yanasema, Maranatha anasema tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Kabla ya anguko ilikuwa Adam na yule mwanamke wawe sawa sawa katika mamlaka. Amen. Katika kila kitu. Amen. Mungu angetengeneza utaratibu wanaishije, lakini kila mtu angekuwa sawa na mwingine, alikuwa kufanana naye. Lakini baada ya kuanguka, ile sifa ya kufanana na mume wake ikapotezwa. Amen. Sasa anaambia mume wako atakutawala. Manake ni nini? Roho ya kutawala ikawekwa ndani ya mwanaume, haikuwekwa ndani ya nini? Ya mwanamke. Kwa ndugu atakutawala, lakini katika mema, kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Yesu Kristo. Amen. Kuna mambo ambayo atasema ambayo huwezi kuyaelewa. Wewe unachotakiwa ni kutii. Inawezekana usielewe leo, lakini ukaelewa kesho kutwa. Ndio maana nabii anatufundisha sema tunatakiwa hili neno hapa hata kama silielewi, lakini maadamu limeandikwa hivyo nilitii hivyo hivyo. Kwanza mimi sikuletwa ili nilielewe neno, nimeletwa ili nilitii neno. Amen. Neno limesema usile matunda ya mti huu. Amen. Sina kitu cha kufanya isipokuwa ukitaka kulielewa utapotea. Hapana, litii. Hata wakati nyoka anasema unajua ukila utajua mema na mabaya, utafanana na aliye nini? Juu. Ningemwambia lakini nimeambiwa nisile. Amen. Pamoja na kwamba nitafanana naye, lakini nimeambia nisile, ndio utimu. Lakini inaonekana kwamba ukitaka kulielewa neno unakwenda nje ya mstari. Amen. Neno kama limesema mwanamke na wanyamaze katika kanisa, litii kama lilivyo. Amen. Hata kama hulielewi. Kama neno limesema mwanamke hapaswi kuvaa mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanaume hapaswi kuvaa mavazi yampasayo mwanamke, kwa sababu ni machukizo kwa nini? Kwa Bwana. Kama neno limesema litii. Amen. Hata kama huelewi, utakuja kuelewa mbele ya nini? Ya safari. Amina. Ukitaka kuelewa utasema Mungu haangalii mavazi. Si unataka kulielewa? Mungu anaangalia nini? Roho. Lakini mambo yote yanayofanyika nje yanatoka na ndani. Amina. Kama Mungu haangalii mavazi, kwa nini mchungaji wako haji kanisani amevaa taulo kwenda madhabahuni kuhubiri au kavaa bukta? Kwa nini? Si Mungu haangalii mavazi? Roho ndani ndio inakuelekeza namna ya kuvaa. Amen. Roho aliyoko ndani yako, kwa sababu yule roho aliingizwa ndani ya ule mwili, ndio anautawala ule mwili. Amen. Ule mwili ni sanamu tu. Ndiyo. Kwa lazima maagizo ya kuishi upate kutoka wapi? Ndani. Huu mwili ni wa dunia na tamaa yake yote ni duniani. Amen. Ndio maana maandiko yanasema ukiipenda dunia, kumpenda Mungu hakuko ndani yako. Amen. Kuna maandiko mengine yanasema angalieni kule juu aliko Kristo, msiangalie miili yenu hata kuwasha tamaa zake. Amen. Kama neno la Mungu limesema hivyo, litii. Hata kama linaumiza. Hallelujah. Kwa sababu hata usipolitii utakutana nalo siku ya hukumu. Amina. Simhukumu mtu siku ya mwisho, ila lile neno lilolisema litamhukumu mtu siku ya mwisho. Kwa hiyo tunazungumza hapa Maranatha, tumalizie hapa sasa, kwa sababu ni siku yangu ya mwisho kuzungumza zaidi. Kwa sababu ukija nyumbani utakuja na Jose. Unaona? Ile ya kubaki peke yako na mimi nakuja kuzungumza, leo hapa ni mwisho. Amen. Kwa lazima nijimwage. Amen. Amen. Namalizia pale Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Najimwaga mwanangu. Petro wa kwanza sura 3 mstari wa kwanza mpaka wa 5.
Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu. Unasikia Maranatha? Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu. Unajua mwanamke usipomtii mume wako, kuna wanaume wengine sio wasemaji, lakini kule ndani anafahamu mke wangu hanitii. Na inapotokea hivyo kuna kitu kinatokea, kwa sababu mume anatakiwa ampende mke wake. Sasa anapotokea mwanamke hamtii mume, kuna kitu, upendo fulani unapungua kule ndani. Amina. Automatically. Lakini hasemi, ila unakuta wewe unajifanya unakuja kukuta kuna kitu ndani kinapungua, kwa sababu roho ya kutawala iko ndani ya mwanaume, ndio ameelekezwa tufanye hivi na hivi na hivi. Fuata kama alivyosema. Haina maana kwamba usitoe mawazo, no. Mnazungumza, ni mwili mmoja. Lakini anachokuambia mume wako kitii, hata kama ukielewi. Amina. Kwa sababu roho ya utawala iko ndani ya mwanaume, hata kama unajua siku dunia inasema 50-50. Haiko hivyo kwa Mungu, ndugu dada. Utakuwa unajidanganya. Kwa sababu kwa Mungu nasema tamaa yako itakuwa kwa mumeo na yeye atakutawala. Hakuna 50-50. Amen. Amen. Kama kuna 50-50 kweli, basi na wanaume wao wanabeba mimba. Kwa nini wabebe wanawake peke yake wakati ni 50-50? Inakataa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tusomee hapo ndugu. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu. Kwenye wake niweka Maranatha. Kusudi ikiwa wako wasioamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Unasikia Maranatha? Kadhalika we Maranatha umtii Joseph, ili wale majirani na wengine ambao hata hawalijui neno wakiona jinsi unavyomtii Joseph, watauliza huyu mtu anasali wapi? Watamfahamu Mungu pasipo lile neno. Amina. Maisha yako uwe ni ushuhuda. Unanisikia mwanangu? Nimesema nikaa mwisho ndio najimwaga. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio, endelea ndugu. Wakiutazama mwendo wenu safi na wa hofu. Mwanamke, wautazama mwendo wako safi na wa nini? Wa hofu. Unasikia Maranatha? Mwenye masikio na alisikia hili neno. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Kwa nje ni kwa ibilisi. Ina maana si vaa, hapana, vaa vizuri. Lakini unapojipamba kwa nje huwa mara nyingi kuna kusudi fulani nyuma ya pazia. Unaona, nivae vizuri sana ili nikitembea waseme. Unaona? Hilo ndio tatizo hilo. Sasa wakati fulani wameenda kwamba usivae mavazi yenye thamani. Si ndio? Ina maana wewe hata kama unapata mshahara wa shilingi milioni 10, unazalisha usivae mavazi ya milioni 5. Mavazi ya thamani maana yake nini? Mtu anatafuta mavazi hata yani ya thamani sana ili tu ampendezeshe mtu fulani. Na roho imeingia kwa wanawake kwa sababu hawa ndio ambao walikutokea pale mwanzo kutokutii. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana leo mwanamke yuko tayari kutumia mabilioni ya hela, mamilioni ya hela. Ungehesabu kwa mwaka mzima. Kuna watu wanatumia hata bilioni kwa ajili ya kusuka nywele tu. Na anaweza akapoteza masaa 5, 6, 7 anasuka nywele tu. Lakini kusoma neno la Mungu hakupo. Kusoma ujumbe hakupo. Amen. Yeye ni kujipamba, na kujipamba kuna kusudi nyuma yake. Na ile kusudi ni la mwovu. Sasa hapa maandiko yanasema Maranatha, usijipambe kwa nje. Haina maana kwamba uvae vibaya, no, vaa vizuri sana. Lakini unavaa kwa ajili ya kumpendezesha Bwana. Na kwa ajili ya kumpendezesha nani? Mumeo. Lakini mapambo ambayo natakiwa kuyafanya ni haya hapo. Anasema kujipamba kwenu kusiwe kwa kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Mwanangu, na kutuma kwa Joseph akaone tabia yako njema, akaone upole, akaone utii, akaone uaminifu, utafurahia maisha. Amina. Lakini kama utaacha ya moyoni ukaanza ya mwilini, baada ya muda sio mrefu mtaanza kufarakana. Kwa sababu ibilisi na Mungu hawezi kukaa pamoja. Amina. Aidha lazima ufuate ya ibilisi au ufuate ya Mungu. Amen.
Unasikia mwanangu? Ni usia kutoka kwa baba mbele ya watu. Kwa sababu siku akianza kugombana hawa, mtasema baba yake alisema. Amen. Si mnashuhudia? Akianza korofi mtasema baba yake nini? Ndio maana anasema mbele ya watu wote. Amen. Kama kutakuwa na mabadiliko ya tabia, nitakuwa sio mimi, ni yeye. Amen. Jina la Mungu tukuzwe. Haleluya. Ukajipambe kwa upole, kwa wema, ukawe mkaribishaji wa wageni, ukawe unapenda watu. Mapambo ya moyoni hayafi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Umemaliza? Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Ndivyo walivyojipamba wanawake wa nini? Wa zamani. Sasa baada ya Yesu Kristo kuja, akakuta wanawake wako ovyo, anasema tangu mwanzo haikuwa hivi. Amina. Sasa anasema wanawake wa zamani waliwapendeza waume zao. Anahakikisha kabisa mume wake hana stress, mwanamke wa zamani. Na hapa tunaambia kwamba rudi kule nini? Kule mwanzo. Amen. Unasikia Maranatha? Yaani ukaishi vizuri na Joseph mpaka akiwa kazini atamani kurudi nyumbani haraka akamwone mke wake. Kwa sababu usipofanya hivyo mwingine ataamua kuchelewa hata aende kwingine, kwa sababu nikifika nyumbani we nini? Unaona? Yaani kero. Usiwe kero kwa Joseph. Yaani akatamani kurudi haraka nyumbani, hata kama na kazi za magari pale, atamani amalize haraka aeka akamwone mke wake. Amen. Haleluya. Ufikie mahali hapo. Amen. Unasikia mwanangu? Ni usia. Na uzungumza mbele ya watu ili ukikosea watasema baba yake alisema. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa nimalizie kusema Maranatha, umepokea nuru ya jioni. Iko nuru ya jioni. Ukizungumzia kuna nuru ya jioni, maana yake liko giza la jioni pia. Amen. Amen. Wewe umepokea nini? Nuru. Ukienda katika Zekaria sura 14 mstari wa 7 anasema tena siku ile, amen, itakuwa sio mchana wala itakuwa nini? Sio usiku. Amen. Bali wakati wa jioni kutakuwepo na nuru. Ukienda mstari wa 9 anasema siku hiyo ya jioni Bwana atakuwa mmoja na jina lake litakuwa moja. Amina. Ina maana ni wakati wa nuru ndipo utajua kwamba Mungu ni mmoja na jina lake nini? Ni moja. Ukiwa na giza utasema hapana, Mungu wako watatu katika mmoja. Haiwezekani. Ukisoma katika Isaya 52 mstari wa 6, hatuna muda, anasema watu wangu watalijua jina langu. Amina. Hasemi watu wote. Watu wangu watalijua jina langu, ya kwamba mimi ndiye. Sasa lazima kama wewe ni mtoto wa Mungu, lazima ulijue jina la Mungu wako. Sasa nikiwauliza watu jina la Mungu wenu ni nani? Watasema ni Jehova. Nikaambia hebu fungua kutoka Mathayo mpaka Ufunuo, tafuta neno Jehova. Haliko. Huwezi ukakuta neno Jehova, jina Jehova kutoka kitabu cha Mathayo mpaka Ufunuo. Lakini pia huwezi kulikuta jina la Yesu kutoka Mwanzo mpaka Malaki. Haliko. Amen. Kwa sababu Jehova wa Agano la Kale ndio Bwana Yesu Kristo wa Agano Jipya. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kwa kama Agano la Kale mlikuwa mtaji Mungu ni Jehova, maana yake sasa Mungu wetu anaitwa Bwana Yesu Kristo, ndio jina lake. Amina. Alikuja kwa walio wake hawakumpokea. Lakini wale waliompokea walifanyika kuwa ni watoto wa Mungu, ndio hao waliamini jina lake. Amen. Haleluya. Kuna siri katika jina. Ndio maana Musa alipomwambia mimi ni Mungu wa Isaka, anasema mimi ni Mungu wa Ibrahim, ni Mungu wa Isaka, wa Yakobo. Bado Musa anamuuliza jina lako ni nani? Amen. Kwa sababu anajua kuna siri katika jina, mpaka akasema mimi niko ambaye nini? Niko ni wa siku zote. Na ukienda katika Yohana 8 wakati anakutana na hao Mafarisayo, unaona anasema wewe ni mtoto mdogo wewe. Unasema wewe ni wewe Ibrahimu alikuona wapi hata miaka 50 hujafikisha? Akasema Ibrahimu asija kwako, mimi niko. Amen. Jina la Mungu tukuzwe. Amina. Sasa namalizia, ukienda kusoma katika Yohana 17 mstari wa 11, Yesu anasema Baba, jina lako ulilonipa mimi
uwalinde hawa, kwa sababu naliwalinda kwa jina lako ulilonipa. Jina lako ulilo. Kwa Yesu alitambua kwamba lile jina ni la Baba. Baba, jina lako ulilonipa mimi. Kwa sababu ufunuo unakuja ya kwamba Mungu Baba akamtuma Gabriel, alichukua jina lake akamwambia Mariamu kwamba huyu mtoto umuite jina langu, umuite jina lake Yesu. Kwa alipotambua akasema, Baba, jina lako ulilonipa uwalinde hawa. Amina. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana Yesu ni lile lile, si ndio? Amina. Jina la Bwana tukuzwe. Haleluya. Anasema katika Yohana 5:43, nimekuja kwa jina la Baba yangu, lakini hamtaki kuniamini. Mtu akija kwa jina lake mnamwamini huyo, lakini mimi nimekuja kwa jina la Baba yake, bado tutasema yuko baba mwingine. Sasa anasema, namalizia sasa habari za jina. Anawaambia wanafunzi wake kabla Roho Mtakatifu hajaja, mkahubiri Injili ulimwenguni kote, aaminie mkambatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Lakini wote tunajua kwamba Baba sio jina. Baba ni sifa ya mzazi wa kiume, ana jina lake. Mzazi wa kike ni mama, ana jina lake. Kwa hiyo unatakiwa ubatize kwa jina la nini? La Baba. Sasa usipolitaja hilo jina, eti mimi hapa nakwambia ndugu nakubatiza kwa jina la Baba, manake nimbatiza kwa jina la Joseph, si ndio baba yangu jina lake? Amen. Kitu kinachotofautisha baba ni jina. Amen. Huwezi kukuta watu watatu pale kusema baba baba, na atakuja wote ni wa baba pale. Lazima utaje jina, ndio litamuibua yule ambaye unamtaka baba yako. Haleluya. Kwa hiyo sasa Yesu anasema, tunafahamu wote kwamba jina la Mwana ni Yesu, si ndio? Hata tungekuwa waaminifu kidogo, unajua madhehebu yale au kututendea haki, hata tungekuwa waaminifu kidogo, silijui jina la Baba, lakini jina la Mwana silinalijua. Amen. Labda sijui jina la Roho Mtakatifu, basi wakati kubatiza, basi ningesema nakubatiza kwa jina la Baba kwa sababu silijui. Lakini la Yesu mbona nalijua? Si jina la Mwana ni Yesu, mbona halitamkwi sasa? Amina. Bado nakubatiza kwa jina la Baba na Mwana, mbona nalijua hilo jina la Mwana ulisemi? Kwa sababu Mwana sio jina, ni sifa ya mtoto wa kiume, wa kike ni binti, wana majina. Sasa Yesu anatoa ushuhuda sasa, asema Baba, jina lako ulilonipa mimi, kwa jina la Baba na la Mwana ni lile lile. Kama Mwana anaitwa Yesu, maana yake Baba anaitwa nani? Yesu, hata kama hutaki. Ndivyo maandiko yanasema. Labda tutafute jina la Roho Mtakatifu ni lipi. Ukienda kwenye Yohana 14 sura 26, asema Baba, anasema Mungu atawaletea, anasema hapo atakuja huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamleta kwa jina langu. Amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuja kwa jina la nani? La Yesu. Ndio maana ukienda sasa, wanafunzi hawa baada ya kupata Roho Mtakatifu siku ya Pentecost, nguzo ya moto iliingia ndani yao, wakatambua kwamba jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu ni Bwana Yesu Kristo. Amina. Ndio maana unaposoma katika Matendo 2 mstari wa 36, asema nyumba yote ya Israeli wajue yakini ya kwamba huyu Yesu mliyemsulubisha Mungu amemfanya kuwa Bwana na Kristo. Kwa sababu wakati Yesu anazaliwa aliitwa jina lake Yesu, hakuita Yesu Kristo. Utamwita mtoto jina lake nini? Yesu. Alipopata Roho Mtakatifu siku ya kubatizwa akawa ni Kristo, kwa sababu Kristo ni mti wa mafuta. Amina. Jina Bwana barikiwe. Baada ya ubatizo wake akaitwa Yesu Kristo, lakini alipofufuka katika wafu likaongezeka jina Bwana. Amina. Haleluya. Huyo Yesu mliyemsulubisha Mungu anamfanya kuwa Bwana na Kristo pia. Jina la Bwana libarikiwe. Hata kuna maandiko yanasema huyo Yesu atakuja atakuwa ni Kristo Bwana. Amen. Sawa? Sasa alipotamka naye maneno haya, asema watu wote wakachoma mioyo. Wakasema tutendeje ndugu zetu? Amen. Akasema Petro 2 sasa anzia 37, tutendeje ndugu zetu? Jina la Bwana libarikiwe. Hapa. Amen ndugu. Mungu akubariki. Tutendeje ndugu zetu? Kwa sababu tayari mtume mmoja alishaondoka. Amen ndugu sana. Mtume mmoja alishaondoka, Yuda alishaondoka, kwa sababu yeye alikuja kwa ajili ya kutimiza maandiko, alikuwa ni shetani. Wamebaki wanafunzi wangapi? 11. Ukisoma katika ile Matendo 2 mstari wa 37,
Jina la Bwana libarikiwe. Anasema ndipo wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Amen. Au mitume wengine, ina maana walikuwa 10, wanamwambia Petro na mitume wale wengine 10, tutendeje ndugu zetu? Ndipo kusoma mstari 38 Petro anasema ndipo iko njia ya kuokoka. Kwanza tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Hasemi kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa sababu tayari Roho amekuja amewajulisha kwamba jina la Baba ni Yesu, jina la Bwana la Mwana ni Yesu, na jina la Roho Mtakatifu ni Yesu. Anasema tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, kwa sababu Yesu ndio alimwaga damu, na Paulo anasema pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Amen. Sasa Baba hakupanda msalabani kumwaga damu, ni Roho. Amen. Amen. Kwa hiyo ili upate ondoleo la dhambi zako lazima ubatizwe kwa jina la huyo aliyemwaga ile damu. Amen. Kwa kabatizo, tubuni mbatizo kwa jina la Bwana Yesu Kristo ndio mpate ondoleo la dhambi zenu, ndipo mtapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Amen. Kwa ukisema mimi nina Roho Mtakatifu lakini ukubatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo, unadanganya. Kwa sababu maandiko hayawezi kujitangua. Amen. Tubuni mkabatizwe kwa jina la Bwana Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, ndipo mtapata kipawa cha. Wanafunzi wako wote kasome kitabu chote cha Matendo. Hakuna aliyebatiza kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu, kwa sababu Baba sio jina, ni sifa mzazi wa kiume. Tafuta jina kwenye maandiko. Amen. Amen. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nimalizie kwa kumalizia Maranatha. Nasoma hii ya kumalizia hii hapa. Sasa hivi. Amen. Mwanangu Maranatha. Sasa hivi. Nisikilize. Najua uko katika uchumba na nani? Na Josi. Sawa. Nabii wetu anasema hivi. Sasa hivi. Kabla hujafunga ndoa, kila kitu ni sawa. Na ni kizuri sana. Lakini baada ya kufunga ndoa, basi taabu na majaribu ya maisha yanaingia. Unajua vijana wetu wanajidanganya. Kabla hajafunga ndoa wanapopendana, silali usingizi kwa ajili yako, wewe umekuwa ni mweupe kama mbingu, sio nani, wanajidanganya mengi sana. Unaona? Hawaoni kama kutakuwa na matatizo. Ndio maana ukikosea kuoa au kuolewa, matunda yake utayapata katika ndoa, kwa sababu akipandacho mtu ndicho atakachovuna. Amen. Naamini Maranatha uliomba vizuri na nikuongoza pia kukuelekeza. Kama ulikuwa unafanya unafiki, kwa sababu mimi sio nabii wa kujua mambo unawaza moyoni, utakutana nao kwenye ndoa. Na mimi nasema wazi mbele ya watu hawa, kukitokea magombano wasema baba alisema vizuri, na ndivyo nimekuambiaga siku zote. Kwa hiyo hapa, wakati mambo bado hamjafunga ndoa, kila kitu ni sawa, hakuna shida. Lakini nakwambia mwanangu Maranatha kwamba baada ya kufunga ndoa, tegemea taabu na majaribu ya maisha. Amen. Yataingia. Utake usitake, upende usipende. Amen. Sasa nabii wetu anatuambia sema hapo ndipo huna budi kuwa na upendo sana, hivi kwamba mnaelewana. Akikuvunja moyo Joseph, nawe ukamvunja moyo Joseph, mungali mnaelewana. Amen. Kwa hatuangalii ni kitu gani kinatokea, lakini lazima mfanyeni mwelewane. Hivyo ndivyo ilivyo na Kristo. Unaona, hatuna budi kupendana naye sana kama kanisa, mpaka wakati tunapomuomba jambo fulani naye hatupi hilo, halitutikisi kamwe. Amen. Unaona kwa nini? Na njia pekee unaweza kufanya jambo hilo ni kuwa mshiriki wa tabia yake ya kiungu. Amina. Amen. Utaomba hupati, wala utafikiria kwamba kwa nini sipati. Unapendana sana na Mungu kiasi kwamba unapoomba hupati, bado utaendelea kusonga mbele, unajua Mungu atanipa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akubariki sana binti yangu.